Mahali palipobomoka ni mahali gani? Yes. Ni kwenye familia, ni kwenye nyumba. Amen. Ni kwenye ukoo. Amen. Ni kwenye kanisa. Amen. Ni kwenye mazingira ya kazi. Amen. Mahali ambapo uwepo wa Mungu umeondoka. Yes. Mahali ambapo kibali cha Mungu hakipo. Amen. Ndipo mahali palipo bomoka. Yes. Mahali palipoharibiwa na adui. Yes. Palipoharibiwa na Mungu mwenyewe. Amen. Ni mahali ambapo pamekosa ule uwepo wa Mungu na ule msingi ambao Mungu alipajenga. Yes. Kubomoka kwa mahali ni kuharibika kwa misingi. Amen. Ya neno la Mungu. Amina. Kuharibika kwa uabudu wa Mungu. Yes. Watu wameenda kwenye kuabudu miungu mingine. Yes. Watu wamekuwa watenda dhambi. Amina. Watu wamekosa mwelekeo wa kiimani. Yes. Maana yake hapo ni mahali palipobomoka. Amina. Lakini Mungu anasema anatafuta mtu mmoja. Yes. Miongoni mwao. Amina. Hawezi akatoka nje. Yes. Anaweza akawa na yeye yupo katika kifungo. Amina. Yuko katika mateso. Lakini ili mradi asimame. Yes. Mahali palipobomoka. Amina. Unaposimama mahali palipobomoka, ujue pana hatihati. Ujue pana vita. Ujue panaweza pakawepo na anguko lako. Yes. Kwa sababu mahali uliposimama pamebomoka. Sema amen. Amina. Ili atengeneze boma. Amen. Leo yes, tunakwenda kutengeneza boma. Amina. Tunakwenda kutengeneza familia. Tunakwenda kutengeneza nyumba yenu. Tunakwenda kutengeneza ukoo wako. Tunakwenda kutengeneza familia yako. Tunakwenda kutengeneza biashara. Yes. Inawezekana biashara imebomoka. Inawezekana ndoa imebomoka. Panatakiwa mtu mmoja tu, yes, ambaye atasimama imara, asiyekata tamaa, yes, asiyechoka. Mtu huyu ni muombaji. Yes. Atasimama. Amen. Na Mungu ataiponya nchi. Amen. Mungu atatengeneza nchi. Yes. Sema amen. Amen. Maandiko yanasema atasimama ili kutengeneza ukuta. Amina. Kujenga ukuta. Amina. Sema amina. Amen. Miongoni mwa majukumu, yes, ya huyu mtu, amen, ni kuleta ulinzi katika familia, kuiunganisha familia, kurudisha hofu ya Mungu katika familia. Kwa kupitia yeye wana familia wanasimama imara. Kwa kupitia yeye wana maombi wanasimama imara. Kwa kupitia yeye wale watu waliokata tamaa, waliokwenda kinyume na utaratibu wa Mungu, wanarudishwa mbele za Mungu. Huyu ni mwombezi wa familia. Kwa kupitia yeye anaweza kwenda mbele za Mungu, Mungu akarudisha imani, akarudisha wingu lake ndani ya familia. Amen. Akaondoa ghadhabu, ndio, juu ya ukoo. Ndio. Koo zetu nyingi zimehukumiwa. Ni kweli. Koo zetu nyingi zimepigwa. Ndio. Koo zetu nyingi zimeingia katika vifungo. Amina. Kutokana na matendo ya waliotangulia. Ndio. Wale waliotangulia walipoingia kwenye mambo ya kishetani, ni kweli, wamefanya nyumba zimebomoka. Yes. Wamefanya nyumba zimeharibiwa. Ndio. Hivyo kujikuta katika vifungo vya kizazi na kizazi. Amina. Kwa kupitia mikataba ambayo hatuijui. Ndio. Kwa kupitia dhambi ambazo hatuzijui. Ndio. Maandiko yanasema baba zetu walikula zabibu na vijana wamepata ganzi katika meno yao. Amina. Maana yake wazazi walifanya dhambi, lakini hukumu inapita ndani ya watoto. Amina. Sasa wazazi walishaondoka, wazee walishaondoka, vijana tuliopo sasa, kwa nini tupitie kwenye mateso wakati anaweza akasimama mtu mmoja tu, na huyo mtu mmoja kwa kupitia yeye Mungu akaiponya nchi? Huyo mtu ni wewe katika ibada ya leo. Amen. Huyo mteule ni wewe katika ibada hii ya leo. Amina. Kwamba unatakiwa usimame. Amen. Kwa ajili ya kuikomboa nchi. Amen. Kwa ajili ya kuifungua nchi. Amen. Hebu sema amina mbele za Bwana. Amen.
Sema amina mbele za Mungu aliye hai. Amina. Unajua Mungu anatafuta mtu mmoja tu. Yes. Sema mimi hapa ndio huyo mtu mmoja ninayetafutwa na Bwana, na leo niko mbele ya kiti cha enzi kwa ajili ya kusimama mahali palipobomoka, mahali palipoharibika. Bwana wa majeshi, nisaidie, nitie nguvu ili nisimame palipobomoka, ili nitengeneze palipoharibika, kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema amina mbele za Bwana. Na kutamkia leo, Mungu atakupa nguvu ya kusimama kwa ajili ya familia. Kwa kupitia maombi yako, familia itafunguliwa. Kwa kupitia maombi yako, ukoo utafunguliwa. Kwa kupitia maombi yako, kazi za watu zinafunguliwa. Kwa kupitia maombi yako, Mungu atarudi katika familia yenu. Sema amen. Miungu itakimbia ukoo. Miungu itakimbia familia. Na hofu ya Mungu itarejea ndani ya familia yako. Sema amen. Wangapi wako tayari kusimama kwa ajili ya familia zao? Yesu awatie nguvu. Bwana awatie nguvu. Mungu awarudishie neema. Awape nguvu ya kusimama kama waombezi wa familia zenu. Haleluya. 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 Hapa tunatafuta siri za maombi. Tunatafuta nguvu za maombi. Tunatafuta kujazwa ili tupewe neema ya kusimama kwenye familia. Kwa nini wewe leo upo hapa na ndugu zako wapo mitaani wanaendelea kulewa, wanaendelea kufanya starehe, lakini wewe umejihimiza kwamba leo nikachukue maarifa, kwa sababu Mungu ameshakuteua. Unaweza ukadhani ya kwamba umekuja kwa matatizo yako binafsi. Lakini ukweli ni kwamba Mungu anamtafuta mtu mmoja miongoni mwao. Miongoni mwa walioumia. Miongoni mwa walio katika nyumba iliyobomoka. Nyumba iliyoharibiwa. Ili akisimama nyumba ikatengenezwe. Kama nyumba ikitengenezwa, wewe utakuwa huru kweli kweli. Unajua, kama kwenye familia ukawa umeokoka wewe peke yako, ni mzigo. Ni pambano. Wengine wote hawaamini Mungu, wanaamini mambo ya ajabu ajabu. Halafu wewe peke yako na haujali juu ya wanafamilia wenzio, ukae ukijua bado haujakombolewa. Kwa sababu ndugu zako ndio watakao kuvuta nyuma, kukurudisha katika vifungo vya ukoo. Maandiko yanatuambia kwamba adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu ndani ya nyumba ndipo vita inapotokea. Ndipo tabu inapotokea. Ndipo vifungo vilipojificha. Kwa hiyo wenzako wakiwa ni wafungwa, na wewe upo nje, watatumia kila mbinu kukuleta gerezani. Kama ndugu zako hawajafunguliwa na wewe bado hujafunguliwa. Mungu aangalie mtu mmoja kama mtu. Akikuangalia anaona taifa. Akikuangalia anaona ukoo. Akikuangalia anaona familia nzima. Haleluya. Yaani Mungu akikuangalia anaona familia yako yote. Ndio maana hata ukienda kuoa, unapoenda kuoa hauoi mke wako pekee. Umeoa ukoo. Unapoenda kuolewa hauolewi na yule mwanaume mchumba wako aliyekuchumbia. Umeolewa na ukoo mzima. Matatizo yao umeyachukua. Na wewe unayeoa kwenye huo ukoo umeshajiunganisha na vita za hiyo nyumba. Ndio maana mtu anapotembea sio mtu mmoja, bali ni familia. Bali ni ukoo. Utajaribu kukimbia na kusema nimejitenga na ukoo, lakini vita za ukoo
zina mbinu ya kukuloketi. Yes. Zitakutafuta popote ulipo. Amen. Wanaijua harufu. Ndio maana tulisoma somo la kutoka mazizini. Amen. Kutoka kwenye mazizi ya kondoo. Amen. Kwa sababu kila zizi lina vifungo vya kwake, lina harufu ya kwake, lina taratibu za kwake. Yes. Kwa hiyo watajua tu huyu ni wazizi letu, huyu sio wazizi letu. Amen. Kwa hiyo ni bora usimame kama mwombezi wa kulikomboa hilo zizi la ukoo. Amen. Sema amen mbele za Bwana. Amen. Sema amina kama unanielewa. Amina. Kama tunaenda sawa sawa. Amina. Sema amen kubwa. Amen. Haleluya. Amen. Mwombezi wa familia ni mtu anayesimama mbele za Mungu kwa niaba ya familia yake. Anasimama mbele za Mungu, yes, kwa niaba ya familia yake. Amina. Anapoenda haendi kama yeye. Yes. Ana represent the whole family. Yes. Ni mwakilishi wa familia nzima. Amen. Kwa hiyo wewe ulivyokuja hapa, ndio maana kama umeanza maombi makali, yes, halafu familia yako haipendi maombi, amen, wataanza kukulalamikia. Amina. Wataanza kukufuatilia. Amen. Umeingia kwenye dini gani? Yes. Umeingia kwenye Freemason. Amen. Umeingia kwenye madini za vichochoroni. Amina. Wana maana ya kwamba maombi yako yanagusa kwenye ngome za familia. Amina. Kama ingekuwa unasimama wewe kama wewe, wasingekulalamikia. Amen. Wanakulalamikia kwa sababu kuna vitu unawawakilisha wao hapa. Amina. Ukiwepo hapa umewakilisha dada yako na kaka yako. Amen. Nikiomba tukakata minyororo, yes, ya magonjwa sugu. Amen. Yanakatika kwenye ukoo, yanakatika kwa dada na kwa kaka. Amina. Yakikatika lazima wataifili kule walipo. Amen. Lazima watajua ngome zetu zimetetereshwa kwa njia moja au nyingine. Amina. Na kama wao wenyewe ndio wasimamizi wa hivyo vifungo, amen, lazima watakutafuta. Amina. Lazima watalalamika. Amen. Lazima watasema usiende huko. Yes. Kwa sababu wewe ni mwombezi wa familia. Amina. Unapokuja hapa wewe, hata usipoomba nikikuwekea mkono na tikisa ngome yote ya ukoo. Amen. Ngome yote ya familia. Amen. Walioleta mauti kwako inarudi inapasua pasua. Amen. Walioleta magonjwa kwako yanapasuka. Yes. Yanatawanyika kwenye familia nzima. Amina. Nikivunja mnyororo. Yes. Huo mnyororo sio wa kwako peke yako. Ni mnyororo wa ukoo wote. Amina. Yes. Sema amina. Amen. Sema amina kama tuko pamoja. Amen. Uko tayari familia nzima ifunguliwe? Yes. Uko tayari ukoo wote ifunguliwe? Amen. Uko tayari wote watoke zizini? Yes. Uko tayari wote watoke vifungoni? Amina. Natamka katika ibada ya leo, kama ukoo umefungwa, yes, kama familia imefungwa, Mungu atakuinua. Yes. Na utakuwa mwombezi. Amina. Ukiomba neno, litapenya ndani ya ukoo, litafungua ndugu zako, litafungua familia. Yes. Litawaacha wakiwa huru. Sema amina. Haleluya. Yesu alipokuja duniani, yes, anasema sikuja kuleta amani. Amina. Nimekuja kuleta vita. Kati ya dada na kaka. Amina. Nimekuja kuleta vita kati ya mtu na mkwewe. Yes. Amen. Hii vita wewe ukisimama tu kuombea ukoo, amen, umenunua vita. Yes. Umenunua kesi. Amen. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho, mateso unayoyapitia, wapo watu wanafaidika. Amen. Wapo watu wananeemeka wewe kuwa na kansa. Amen. Wewe kutokuzaa, wewe kutokuolewa, wewe kutokufanikiwa kiuchumi. Wapo watu ambao wananeemeka na hilo swala. Amina. Kwa hiyo tukigusa, tumewagusa. Amen. Wengine ni wanafamilia, wengine ni wanaukoo. Yes. Wengine ni wanandugu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana tukiomba hapa, mapepo asilimia kubwa lazima yaseme mtu ndani ya ukoo. Lazima yaseme mimi ni shangazi.
mimi ni bibi. Amen. Mimi ni wifi yake. Mimi ni mkwe. Amen. Lazima haitoki mbali. Amen. Adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Yes. Na ni lazima tuingie nyumbani mwako. Amen. Lazima tufike nyumbani kwako. Yes. Haya maombi ya leo tutakayoyaomba yanavunja mlango, yanaingia sebuleni, yanaingia chumbani, yanaingia bafuni, yanaingia chumba cha baba na mama, yanaingia chumba cha madada, yanaingia chumba cha makaka, yanaingia vyumba vyote. Nyumba lazima ifunguliwe. Nyumba lazima ikombolewe. Nyumba lazima ipone. Natamka uponyaji kwenye familia. Natamka uponyaji kwenye nyumba yenu. Amen. Yesu akatume malaika kwa kupitia maombi yako afungue kila kifungo kilichokamata wote ndani ya nyumba. Amen. Sema amina, piga kelele ya ushindi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Leo yes, wachawi hawana amani popote pale walipo. Amina. Waliofunga familia yenu, amani inatoweka. Yes. Waliofunga maendeleo, amani inatoweka. Amen. Waliofunga uchumi, amani inatoweka. Amen. Walioweka magonjwa wanafaidika. Wamepanda mapando kwenye miili yenu. Wote mna ugonjwa wa kansa. Wote mna pepo la ulevi. Wote mna pepo la kusahau. Ama kuna pepo la ugonjwa wa akili. Yes. Leo cha moto watakiona. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimetuma jioni ya leo kuwatangazia waliofungwa uhuru wao. Pokea uhuru wa Bwana. Amen. Pokea uhuru wa Mungu aliye hai. Amen. Pokea uhuru wa maombi. Amen. Sema amen. Amen. Uko tayari kuomba sawa sawa? Nipo tayari. Uko tayari kupambana vizuri? Nipo tayari. Kazi, kama kuna mtu atanikumbusha, nilisema tufanye maombi. Kuna pointi kama 5, 4, 6. Mtu mmoja anisomee pointi tulizopeana kwa ajili ya maombi na tuone, je, uliomba? Amen. Ndio. Pointi ya kwanza. Yes. Kurudisha kusudi la familia. Kurudisha kusudi la familia. Kama ukuepo iandike. Kila familia ina kusudi. Sema amen. Kuna watu wamewekwa kuwa wafanyabiashara wa taifa hili. Kuna watu wamewekwa kuwa makuhani wa taifa hili. Kuna familia zimewekwa kuwa viongozi. Kuna familia zimewekwa kuwa waalimu na kueneza elimu na kufundisha watu. Wengine wamewekwa kwa ajili ya kazi mbalimbali ambazo zinautukuza ufalme wa Mungu. Kwa lile kusudi linapoondolewa ndani ya familia, ndio tunasema ya kwamba nyumba imebomoka. Kila nyumba ina kusudi lake. Hamna nyumba isiyokuwa na kusudi. Na ukiona nasema nyumba, na maanisha ukoo, na maanisha familia. Kurudisha kusudi la Mungu katika familia. Pointi nyingine. Amen. Pointi namba 2. Yes. Kuvunja vifungo vya kizazi. Vifungo vya kizazi. Haleluya. Kuna vifungo vingi ambavyo vinavuka vizazi na vizazi. Kuanzia mababu, baba, watoto. Unakuta kuna pattern za kifamilia ambazo zinajirudia, aidha kwa watoto wa kiume. Kwenye ule mnyororo wa familia wana mambo ambayo yanafanana, yanarithishwa. Kwa hiyo imekuwa ni kifungo cha vizazi. Kwa hiyo mwombezi anaposimama lazima anadistabu hiyo network na huo mnyororo ambao umeenda kizazi na kizazi. Maombi yake yana kibali cha kuvuruga huo mtandao na kufanya kizazi kizima kikafunguliwa.
Kama waliotanguliwa walikuwa maskini, mwombezi mmoja akasimama, anabadilisha historia ya ukoo. Wanaozaliwa hawatokuwa maskini. Ndio maana wewe umeteuliwa kusikia hili neno ili upate uchungu wa kubadilisha historia ya familia. Mungu anasema anahitaji mtu mmoja tu, ambaye kwa kupitia huyo nchi nzima inapokea uponyaji. Kama mtu mmoja anaweza kuleta uponyaji wa nchi, je, haiwezekani kwa ukoo? Haiwezekani kwa familia? Inawezekana. Inatakiwa tu mtu mmoja asimame imara. Sema amen. Leo Mungu akupe hiyo neema. Ni neema ya ajabu, ni neema kubwa ambayo itakufanya ukisimama, maombi yako yanakuwa yanadumu kizazi na kizazi. Amina. Yanavuka, ndio, yanavuka ukuta wa muda, ukuta wa kizazi. Amen. Yanakwenda mpaka kizazi cha 3 na cha 4. Amina. Matokeo yake neno hilo litamka tu leo, ndio, linaenda kufanyika. Linaenda. Muulize Ibrahimu, ndio, maombi yake aliyokuwa akiomba mbele za Mungu, Mungu akaingia naye mkataba, agano. Ndio. Agano likaenda vizazi na vizazi. Amina. Wanakapelekwa kwenye utumwa, lakini lile agano linawatoa tena utumwani, wanapelekwa nchi asali na maziwa. Amina. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Yes. Kama tuko pamoja. Jesus. Nadhani unaweza ukaona hatari inayokuja ikiwa familia nzima hakuna mwombezi. Kama familia nzima hakuna mwombezi, amina, maana yake ni rahisi sana watu kufa katika hali ya umaskini wakati walishaandikiwa utajiri. Amen. Watu kufa na magonjwa ambayo yangeweza kubadilishwa na kutolewa. Amina. Watu kufa katika hali ya chini ya unyonge, wakati Mungu alishawaandikia kukaa na wafalme, ila amekosekana mwombezi ambaye atawapeleka familia nzima kukaa mbele za wafalme. Panahitajika mtu mmoja. Huyo mtu akikosekana, ndio neno la Mungu linasema, nitaiangamiza nchi, nitatuma moto, moto utayeyusha shaba, chuma na risasi na takataka zote. Sababu Mungu, watu wanaokaa mahali palipobomoka, Mungu anachukulia ni takataka, ni masalia, ni chuma chakavu, anatuma moto ili kuyeyusha. Mungu akupe neema ya kusimama kama mwombezi wa familia. Pointi nyingine inasemaje? Pointi namba 3. Kuvunja mipango ya shetani. Kuvunja mipango ya shetani. Shetani mipango yake ni kuwagandamiza. Msitoke kwenye vifungo, msitoke kwenye mateso. Sasa jinsi ya kuvunja, lazima asimame mtu atakayeomba kwa niaba ya familia. Nyingine, pointi namba 4. Kufungua baraka za familia. Fungua baraka za familia. Sometimes baraka zinapotea kwa sababu hakuna mtu wa kwenda mbele za Mungu na kumlilia. Ukiangalia kuna kipeperushi, utaona waombezi wengi walikuwa wanaenda mbele za Mungu na Mungu anageuza ule uteka, anageuza ile adhabu. Tukiangalia kwa habari ya Ayubu, Ayubu alikuwa ni mwombezi wa familia. Alikuwa akiomba kwa ajili ya watoto wake pamoja na uovu aliokuwa nao, lakini Ayubu hakuacha kuwatolea sadaka na kuwaombea. Hata wakati mali zote zilipoharibika, hata wakati ndoa yake ilipokuwa na msukosuko, hata wakati marafiki walipomkataa, Ayubu alisimama kama mwombezi
wa familia katika imani na katika kuomba bila kutetereka. Amen. Mungu akarejesha lile kusudi la familia ya Ayubu, kusudi lililobomoka, lililopotea, kwa sababu yeye alishaandikiwa ni mtu tajiri, ni mtu mkuu, alishawekewa ukuu ndani yake. Maandiko yanasema mtu huyo alikuwa mkuu pande za mashariki. Sema amen. Lakini kipindi alichopitia majaribu, ule ukuu haukuwepo tena, kwa sababu mali zilipotea, watoto walipotea, mke akamkataa, marafiki wakamkataa. Kwa hiyo ule ukuu ukawa umepotea. Kusudi la Mungu ndani ya Ayubu halikuwepo tena, lakini alisimama imara kama mwombezi bila kuchoka, bila kukata tamaa. Maandiko yanatuambia Bwana akasikia maombi yake, akaugeuza ule uteka wa Ayubu, akamrejeshea mara 2 zaidi alichokuwa nacho mwanzo. Watoto wakarejea, mali zikarejea, ndoa ikarejea, na watu wa nyumbani kwake walikuwa wengi. Hebu sema amina mbele za Bwana. Sema amina mbele za Yesu. Huyo ndiye mwombezi. Anaweza kurudisha kusudi la Mungu ndani ya familia. Anaweza kubatilisha na kuharibu mipango ya adui. Tunaona ya kwamba adui alivyokuja mbele za Mungu alikuwa na mpango wa kummaliza kabisa Ayubu, kumfutilia mbali. Lakini jinsi Ayubu alivyosimama, ule mpango wa kutimia, aliweza kumtikisa kwa kiwango cha kutosha, lakini kusudi la Mungu lilirejea. Natamka katika ibada ya leo, chochote ambacho kilipotea, kusudi la Mungu lililopotea kwako na familia yako, Bwana akakirejeshe. Akurejeshe neema ya maombi, akurejeshe kibali cha uongozi, akurejeshe kibali cha mafanikio, akurejeshe kibali cha kung'aa, kibali cha biashara, kirejee ndani yako. Kama kusudi la familia, kama kusudi la ukoo, hautabaki chini tena, bali utainuliwa. Maandiko yanasema Mungu huua, Mungu hufukarisha, na tena utajirisha. Akakutajirisha katika ibada ya leo. Sema amina. Amina. Sema amina mbele za Mungu. Amen. Sema amina mbele ya Yesu pekee. Amina. Tupe pointi nyingine. Zimeisha? Bado. Ndio. Point namba 5. Some ya 4, some na ya 5. Ya 4 kufungua baraka za familia. Tayari. Ya 5 kurudisha kusudi la Mungu. Tayari. La 6 ni kuzuia mipango ya adui. Tayari. Hebu tumpigie Bwana makofi mengi. Amen. Mwombezi wa familia, yeye hujenga ukuta wa kiroho. Kwa kupitia maombi yake, shetani anakosa mpenyo. Amina. Tusome kitabu cha Ayubu 1 mstari wa 5. Kitabu cha Ayubu sura yake ya 1. Yes. Mstari wake wa 5. Ndio. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Basi ilikuwa hapo, nitarudia. Basi ilikuwa hapo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutumwa kwao, akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu ya wote ilivyokuwa. Yes. Kwani Ayubu alisema, yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote.
Amen. Sema amina. Amina. Sifa za mwombezi wa familia ni mtu mwenye mzigo wa kiroho. Yeye haombi kwa mazoea, anaumia kwa hali ya familia. Yaani akiona familia yake jinsi inayoyapitia, yeye haumii yeye binafsi, huwa kinamuumiza mambo ya kifamilia. Amina. Mbona kaka zangu wote wameharibikiwa? Mbona dada zangu wote namna hii? Amen. Namna ile. Vinakuwa haridhiki na vile vitu. Ndio. Akiangalia zile family patterns ambazo zimejirudia miaka na miaka, zinamsumbua nafsini mwake. Amina. Inakuwa ni mzigo ndani yake, ana maombolezo makali. Ndio. Ya familia. Amen. Tusome kitabu cha Warumi 9 mstari wa 2 na wa 3. Kitabu cha Warumi 9, tuanze mstari wa 1, wa 2 na wa 3. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nipe mzigo wa kuombea familia. Nipe mzigo wa kuombea familia. Maombi juu ya familia yangu niyape kipaumbele popote ninapokuwa, ili tupate kukombolewa, ili tupate kufunguliwa, ili tupate kutoka katika vifungo vya jumla, katika kongwa la utumwa, katika nira za vifungo zikakatike kwa kupitia maombi yangu. Bwana Yesu, naileta familia, nawaleta watoto, yes, nawaleta ndugu zangu, amina, naileta familia yangu mbele zako. Nasimama kwa niaba ya familia. Bwana Yesu, naomba unisikie. Yes. Familia yangu imekuwa ya kuteseka. Familia yangu imekuwa ya vifungo. Yes. Familia yangu imekosa mwelekeo. Yes. Kuna machukizo. Yes. Kuna mambo mengi yamekuwa yakitufunga, yakitutesa, yakituonea. Bwana, naileta familia mbele zako. Nasimama kama mwakilishi wa familia yangu. Nasimama kama mwakilishi wa ukoo wangu. Mateso yote, vifungo vyote vya zamani, vifungo vyote vya kale, vifungo vyote vya kizazi, Bwana, nakuomba leo, nakuomba leo unitetee, utufungue, ututoe kwenye mateso, kwenye vifungo, vifungo vya umaskini, vifungo vya magonjwa, magonjwa sugu yasiyokwisha, magonjwa sugu ya laana, laana zote zilizotembea ndani ya vizazi, ndani ya ukoo, balaa, nuksi zote, mabalaa, nuksi zote zilizotufunga. Bwana, nawaleta kaka zangu, nawaleta dada zangu, nawaleta wazazi wangu, nawaleta watoto wangu. Utusaidie, utufungue. Bwana, wewe ni wa kwanza na wa mwisho. Wewe ni Alfa na Omega. Unajua tulipokosea, unajua tulipokamatika, unajua tuliposhindwa, unajua vifungo vyetu, unajua tulipokamatwa na shetani, maagano ya kale, laana za zamani. Bwana, utufungue. Bwana, utusaidie. Bwana, utufungue kwa jina lako, kwa uweza wako, kwa nguvu yako. Naileta familia yangu, nawaleta watoto wangu, naileta ndoa yangu, nawaleta familia, upande nilipooa, upande ulipoolewa, mbele zako madhabahuni. Nasimama mbele zako kwa niaba ya familia, kwa niaba ya ukoo. Angalia yanayotutesa, yanayotufunga, yanayotuonea, yanayotukamata. Tumekamatwa na giza, tumekamatwa na magonjwa, na mateso, na umasikini, na hali za ajabu, na vifungo, na maagano ya uchawi, na maagano ya uganga.
Bwana utusaidie jioni ya leo. Sema amina. Na kuhakikishia vifungo vinakatika, ngome zinaachia, mamlaka yanaondoka, falme zinatikitisa. Kila usultani na ufalme wowote ambao umejikita ndani ya familia, ukasimama kama mwombezi, familia yenu inatengenezwa upya, familia yenu inakarabatiwa upya. Wewe utaona tu dada yako aliyekuwa anakuambia twende kwa mganga, leo anakuuliza unasali wapi? Leo atakuuliza nipeleke kwenye maombi. Leo atakuuliza nisaidie kuomba, naona kuna matatizo kwenye familia yetu. Utaona unapata wenzako wa kusimama pamoja nao, lakini chemchem inatokea kwako uliyesimama kama mtu mmoja. Ukishasimama, kaka yako naye atasimama, dada yako naye atasimama, familia yenu itashughuliwa, utaulishwa kusudi la Bwana. Na tamka katika ibada ya leo, kusudi la Mungu ndani ya familia yenu likarejee. Sema amen. Amina. Sijatumwa kufungua mtu mmoja, ndio nimetumwa kufungua familia. Nimetumwa kufungua ukoo. Nikikuona huko hapa, naangalia familia yenu iliyokuja nayo, naangalia familia yenu unayowakilisha, wote mkafunguliwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina. Amina. Sema amina. Nimekuja kuleta mtafaruku ndani ya familia, kuja kuleta msuguano ndani ya ukoo. Watu wakianza kufunguliwa, msuguano utaonekana, mvutano utaonekana, nguvu zitaanza kuvutana, na kazi ya Mungu itadhihirika kupitia wewe. Sema amen. Amina. Sema amina. Amina. Huko sawa sawa? Ndio. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Waangalie jirani, mwambie jirani hauko peke yako. Hauko peke yako. Jirani, umeleta familia hapa. Umeleta familia. Umeleta ukoo hapa. Umeleta ukoo. Mwambie jirani usijidharau. Wewe unawakilisha ukoo mzima. Wewe unawakilisha familia nzima. Hebu sema amina mbele za Bwana. Amen. Ndio. Soma kitabu cha Warumi sura yake ya 9 mstari wake wa 2. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Yes. Ya kwamba nina huzuni nyingi moyoni. Nitarudia. Ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Mstari wa 3. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharamishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu, kwa jinsi ya mwili. Tuendelee. Hapo hapo sema amen. Amina. Paulo anasema nina huzuni nyingi moyoni mwangu kwa ajili ya watu wangu. Kwa ajili ya watu wangu. Usijionee huzuni pekee. Una huzuni kwa ajili ya watu wako. Unapoomba, ombea na watu wengine hawajijui kwamba wao ni intercessors wa familia zao, lakini muda wote, hata katika ndoto, Mungu anakuonyesha mambo ya ndugu zako, mapito wanayopitia kwenye ndoto zako. Ndoto unazoziota nyingi zinakuonyesha watu wanavyopitia mateso ambayo unatakiwa uwaombee. Amina. Shaona dalili za namna hiyo? Ndio. Ujua you are chosen to be an intercessor. Wewe ni intercessor wa kuombea watu. Amina. Na kwa kupitia hiyo huduma, hiyo kazi, na vifungo vyako vinafunguliwa kwa jina la Yesu, na mapambano yako yananyooka kwa jina la Mungu. Anakunyooshea njia kwa jinsi unavyosimama kwa ajili ya wengine. Amina. Ndio hicho tu ulichopewa na Mungu, lakini hujajitambua. Ndio. Anza leo kuongeza listi ya watu unaowaombea. Amina.
katika listi yako ya maombi ya usiku, ndio, usiweke maombi yako binafsi pekee. Ndio. Ondoa ubinafsi. Amen. Anza kuomba kwa ajili ya ndugu wa karibu. Ndio. Anza kuomba kwa ajili ya wafamilia. Ndio. Anza kuomba kwa ajili ya watu wengine. Na Mungu ataanza kukupa mzigo. Ndio. Kwa sababu anajua sasa ume step up, umeongeza hatua ya kuanza kuomba kama mwombezi. Ndio. Na unapoomba kama mwombezi, manake umenunua vita. Ukinunua vita, Mungu anakuongezea maarifa, anakuongezea nguvu, anakupa silaha za kiroho ili upate kupambana na mashetani. Ndio. Sema amina mbele za Bwana. Amen. Tusome Waefeso 6 mstari wa 10. Waefeso 6 mstari wa 10. Kitabu cha Efeso sura yake ya 6 mstari wake wa 10. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Hatimaye mzidi kuwa hodari. Mzidi kuwa hodari katika Bwana. Katika Bwana. Na katika uweza wa nguvu zake. Katika uweza wa nguvu zake. Huyu mwombezi lazima awe hodari. Tuendelee. Usikari. Ni lazima awe hodari katika Bwana. Amina. Na uweza wa nguvu za Mungu anazitafuta, anapambana, anasimama imara. Mwombezi lazima. Hapa Paulo anawaambia watu wa Efeso, mzidi kuwa hodari. Kwa hiyo miongoni mwa sifa za huyu mwombezi ni mtu hodari. Ndio. Katika Bwana, ni kweli. Katika kazi za Mungu yeye ni hodari. Hodari. Katika maombi ni hodari. Hodari. Haombi maombi ya lele mama. Ndio. Haombi maombi ya kichovu. Amina. Haombi dakika 5 akasinzia. No. Yeye akisimama ni masafa marefu mpaka anga zipasuke. Amina. Mpaka mchawi adondoke. Ndio. Akiomba wachawi wakatizi katika hilo anga. Kwa sababu anajua mtu hodari ameshasimama, anapambana na nguvu za giza. Amina. Leo Mungu akupe huo uwezo wa kusimama hodari. Leo. Pokea uhodari kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amina. Hebu mwangalie jirani yako, kweli muulize jirani, wewe ni hodari kweli? Wewe ni hodari au hodari hodari? Au hodari hodari? Mbona umekaa unatia huruma? Mbona kama unatia huruma? Umemwona sura yake? Ndio. Inaonyesha uhodari katika Bwana. Anatia huruma. Sema mimi ni hodari katika Bwana. Mimi ni hodari katika Bwana. Mimi ni hodari katika Bwana. Mimi ni hodari katika. Sitaogopa vita. Sitaogopa vita. Sitaogopa mabaya. Sitaogopa mabaya. Sitaogopa nguvu za giza. Sitaogopa nguvu. Mimi ni hodari. Mimi ni hodari. Sema nayaweza yote. Nayaweza mambo yote. Katika yeye. Katika yeye. Anitiaye nguvu. Anitiaye nguvu. Napokea nguvu leo. Napokea nguvu. Za uhodari. Za uhodari. Napokea nguvu leo. Napokea nguvu. Za mwombezi. Za maombezi. Wa familia yangu. Wa familia yangu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Unajua kwenye familia mnaweza mkawa mnadanganyana. Ndio. Unaona kama wenzako na wenyewe ni walokole hivi. Lakini kumbe hamna kitu. Wasanii. Ni kweli. Yepo kwenye jumba la sanaa. Amina. Maombi yao ni sanaa tupu. Ni kweli. Kwa panachakiwa mtu mmoja hodari kweli kweli, ambaye akisimama maombi yake yanafika kwenye kiti cha enzi. Kwa hiyo acha usanii, simama kama mwombezi wa familia. Amina. Haleluya. Amen. Muulize jirani, wewe ni msanii wa maombi au hodari wa maombi? Wewe ni msanii wa maombi au hodari wa maombi? Muulize vizuri jirani. Wewe ni msanii wa maombi au hodari wa maombi? Au hodari. Unaweza kuwa unadanganyana tu, kaka ananiombea. Ndio. Dada ananiombea. Sarakasi.
Mwenzako yuko bizi anakoroma usingizini. Amina. Simama mwenyewe, omba, uwe mwombezi wa familia. Amina. Anakuombea wapi? Mwenzako anapenda usingizi balaa. Ni kweli. Ikifika mida hivi analala kabla hata hajafika kitandani. Yaani yuko sebuleni anatembea alishalala. Amina. Ataamka kweli huyo waombee familia? Wapi? Yuko barabarani kwenye daladala amelala anawaza kitanda. Amina. Akifika anaoga huku amelala. Kakamatia bomba. Anakula chakula huku amelala. Ndiyo. Anatafuta anyooke hivi. Amen. Akipiga horizontal mpaka majogoo. Amina. Wewe ndio unajua dada ananiombea, dada ni muombaji. Muombaji wapi? Msanii. Simama wewe mwenyewe. Amina. Mungu akupe nguvu ya kuwa muombezi. Amina. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Sema uweza wa nguvu zake. Sema najivika uweza wa nguvu za Mungu katika kuomba. Sitasinzia, sitalala, nitaomba katika uweza wa nguvu za Bwana. Haleluya. Amen. Unatakiwa ujitie nguvu mwenyewe. Ndio. Unatakiwa ujitie uhodari mwenyewe. Ni kweli. Usisubiri mtu kukutia uhodari. Maadamu umepewa mzigo wa familia. Ndio. Tafuta uhodari na tafuta nguvu za kupambana katika ulimwengu wa roho. Amina. Sema amina mbele za Bwana. Amina. Sema amina mbele za Bwana. Amina. Leo tumefika hapa. Ndio. Kwa ajili ya kutiana nguvu. Leo. Kwa ajili ya kupeana nguvu. Ukitoka hapo unatoka na nguvu. Amen. Ukisimama unatikisa misingi ya madhabahu za ukoo. Unatikisa misingi ya madhabahu za mizimu. Unatikisa misingi ya ngome nzito za kiukoo zilizokamata wengi. Ili wote tupate kuwa huru katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Amina. Soma mstari wa 11. Ndio. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Ndio. Mstari wa 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hatimaye mzidi kuwa hodari. Amina. Katika Bwana. Ndio. Vaeni silaha zote za Mungu. Silaha. Ili mupate kuzipinga hila za shetani. Kuzipinga. Kusudi la mwombezi ni kuzipinga hila za mwovu shetani. Amina. Lakini huwezi ukazipinga hizo hila bila ya kuwa na silaha za Mungu. Amina. Mungu anatuvika silaha za kiroho. Kwa sababu vita tulionayo ni vita ya kiroho. Ni kweli. Haleluya. Amen. Huwezi ukazipinga hila za shetani bila kuwa na silaha. Watu wengi wanaingia kichwa vitani bila kujua wanapigana na adui wa namna gani. Amina. Kupigana na adui aliyekamata ukoo katika engo ipi? Amen. Haleluya. Amina. Lazima utafute silaha za Mungu. Na hizo silaha ziwe ni silaha sahihi ya vita unayopigana. Amina. Kwa sababu katika kila ukoo, kila familia pana vita ya tofauti. Pana vifungo vya tofauti. Pana mamlaka za tofauti. Kwa hiyo kila mamlaka ina silaha yake. Sema amen. Amina. Kila falme zina silaha ambayo inaweza kuiangusha kutokana na nguvu ya huo ufalme. Kama ukoo wenu pana ufalme ambao unachukua vizazi vya mabinti. Kama kwenye ukoo wenu pana ufalme ambao unaharibu nguvu za kiume za vijana. Panaharibu nguvu za uzalishaji mali za vijana. Panahitaji silaha sahihi ambayo itapambana katika huo ufalme level yake. Amina. Ndio maana anasema
Kushindana kwetu sio katika damu wala nyama. Amina. Kwa sababu vita ya kiroho sio vita ya kupigana na mtu ngumi kwa ngumi. Ndio. Tunapigana na falme, mamlaka na wakuu wa giza. Wakuu wa giza. Kila familia pana wakuu wake. Amina. Kwa hiyo wewe ambaye unainuliwa leo kuwa mwombezi wa familia, lazima ujue level hizi zote. Amen. Katika familia yenu. Ndio. Pana ufalme wa namna gani unao operate. Amen. Pengine ni ufalme ambao unachukua damu na vizazi vya watoto. Ni kweli. Unaua watoto wachanga. Ndio. Ama umewaweka ufalme wa umaskini. Ufalme wa umaskini, kuwafanya familia wawe fukara. Hata ukiwapa hela mtaji, wanarudi kwenye ufukara. Amen. Hata ukiwasomesha wanarudi kwenye ufukara. Hata ufanye lolote, unajua sasa hii familia pana ufalme wa umaskini. Amina. Na kila falme ina mamlaka yake. Ndio. Mamlaka yanayo operate ndani ya hiyo familia. Wewe kama mwombezi, you will never be free. You will never be completely free mpaka ufungue familia yako yote. Amina. Ukifungua familia, na wewe ndio utakuwa free kweli kweli. Kwa sababu wenzako wapo kwenye gereza, wewe unasema uko nje. Ndio. Na wote mna jina moja. Amina. Na wote mna ufalme mmoja. Na wote mna damu moja. Damu. Utavutwa tu. Amen. Ndio maana unaona watu wanafanikiwa, baadaye anarudi tena kwenye kifungo. Anaharibikiwa. Anaenda vizuri, au anasema nimeacha dhambi fulani. Kumbe hiyo dhambi ndio mamlaka ya familia. Ni kweli. Unakuta familia mabinti wote wametupiwa roho za ukahaba. Ndio. Sasa akatokea mmoja akasema mimi nitakuwa safi. Safi. Anaenda baadaye, baada ya muda anajikuta yuko pale pale. Damu. Kwa sababu ni falme na mamlaka, principalities. Amina. Kwa hiyo mwana maombi, mwombezi, lazima ajue siri zilizopo kwenye familia. Lazima ajue vifungo vyote vilivyopo kwenye familia. Lazima ajue kwenye familia yetu kuna nini na nini, historia. Amina. Tafuta kujua historia. Ndio. Maandiko yanasema tutafute kujua mambo ya kale. Amina. Haleluya. Amen. Tuwaulize wazee wa zamani. Ndio. Wanajua kinachotufunga. Wanajua kwa nini mabinti hawaolewi. Wanajua kwa nini watoto wanazaliwa walemavu. Katika kila familia panazaliwa mlemavu mmoja. Why? Ndio. Kumbe pana mamlaka maalum. Leo Mungu akaingilie kati. Kwa jina la Yesu. Sema amina mahali ulipo. Amina. Au ninaongea mambo makubwa sana? Tunakuelewa. Tunakufahamu. Naona kama watu wamehama vile. Bado. Haya ndio mambo tunaoshindana nayo. Amina. Unaweza ukaona ni makubwa, lakini ndio hayo sasa. Ndio vita tulionayo. Yesu anasema muzidi kuwa hodari katika Bwana. Kama ulidhani unakuja kwenye vita ndogo ndogo, sahau. Amina. Wewe unapambana na falme na mamlaka za juu katika familia. Amina. Na kwa hali ulionayo, ndio maana yake falme zinazokukamata sio falme za kawaida. Ndio. Ni falme zenye nguvu, zenye uweza, zenye mamlaka ambazo zinazuia hata maarifa yasipenye. Ni kweli. Yaani kama unapambana na falme nzito, ndio lazima maisha yako yatakuwa mabaya. Yatakuwa ya chini. Ndoto zako zitakuwa ni ndoto za mateso na maruerue na kukimbizwa na kuonewa na kuibiwa na mauti na majeneza na kwenda maporini, kwenda makaburini na kulishwa vyakula vya watu waliokufa na kunyweshwa damu za watu. Ndoto zako zitakuwa zimejaa
misukosuko na mapambano. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Maanake unajua napambana na nguvu zilizo katika kiwango cha juu. Amina. Cha juu. Cha juu. Leo Yesu akatutie nguvu. Kwa jina la Yesu. Leo Bwana akatupe neema ya ushindi. Neema. Sema amina. Amina.